Leo nataka tujifunze kwa habari ya hatua 6 za kupitia ili upate kile ambacho unakihitaji toka kwa Mungu. Kila mmoja kuna kitu ambacho anakihitaji toka kwa Mungu. Wengine wanahitaji uzima, wengine wanahitaji uponyaji, wengine wanahitaji faida. Sasa nataka nikuonyeshe hizi njia 6 tu ambazo zitakupeleka mahali ambapo Mungu atafanya jambo jipya kwako. Na tunapoangalia jambo hili tutambue kabisa wazi kwamba wengi sana wanapenda miujiza, lakini usipozifahamu njia hizi 6, hata muujiza unaohitaji au muujiza ulioupata, mwisho wa siku muujiza utapotea, utakuwa ni muujiza wa muda tu, kwa sababu hauzijui njia ambazo zitakupeleka kwenye muujiza wako. Wengi wanapenda tu kuwekewa mikono aanguke, anaona kama ndo tayari sasa mambo yameisha. Lakini nataka nikuhakikishie hivi, lazima uzijue njia hizi 6 ambazo zitakupeleka moja kwa moja kwenye kile ambacho unakihitaji. Zitakupeleka moja kwa moja kwenye uponyaji wako. Zitakupeleka moja kwa moja kwenye uzima wako. Zitakupeleka moja kwa moja kwenye kufunguliwa kwako. Iwe kufunguliwa nafsi, iwe kufunguliwa hatima yako, iwe kufunguliwa mahali popote, iwe kutolewa kwenye magereza na mahali pengine popote. Hatua hizi 6 ukizielewa tu, basi zitakupeleka pale mahali ambapo wewe unapahitaji. Sasa tuende moja kwa moja, tuanzie hapa. Hatua ya kwanza kabisa inaitwa hatua ya kusikia neno. Hatua ya kwanza kabisa itakayo kufikisha mahali ambapo unapatamani kwenye ufalme wa Mungu ni hatua ya kusikia neno. Sasa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 28, Kumbukumbu la Torati 28 na ule mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi: asa itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, na baraka nyingine nyingi sana ambazo Mungu amezizungumza hapo. Lakini chanzo cha baraka hizo zote ni mstari wa kwanza. Asa itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, tena kwa bidii ukatunza ukafanya hayo ambayo Mungu amekuagiza, asa baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Tena amesema hata maadui watakao kutokea kwa njia moja, Mungu atatawanya, atakimbia kwa njia 7. Wengi tunataka maadui zetu wapigwe, wengi tunataka maadui zetu watuachie, lakini lango la maadui zako kukuachia ni pale wewe utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, ukatunza, ukafanya kile ambacho Mungu amekuagiza kufanya. Basi anasema baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Na ndio maana sasa adui anakututoa kwenye msingi wa neno, ametengeneza msingi wa maneno. Watu wengi sana, hata wale waliookoka, wanapenda sana maneno kuliko neno, kwa sababu adui anajua wakikaa kwenye neno, kile ambacho Mungu amekusudia ndani yao kitatokea. Ndio maana amewatengenezea msingi wa maneno. Kwa hiyo wamekimbia kwenye kusikiliza maneno, kwenye kufanyia kazi maneno, kuliko kile ambacho Mungu anakisema ambacho ni neno. Kwa hiyo wengi hawataki kusikia neno, wanataka kusikia maneno. Na ndio maana sasa unakutana na mgonjwa ambaye ametoka kwenye vipimo mbalimbali, ametoka kwa waganga. Waganga wamemwambia amelogwa, na akayaamini yale maneno. Ni rahisi sana kusikiaamini yale maneno ya mganga. Akija kwa Mungu sasa, Mungu akimwambia bwana ugonjwa huu unapona, anakuwa na mashaka ndani yake kwamba kweli nitapona ugonjwa huu, maana mganga ameniambia kwamba mimi nimelogwa na mimi siwezi kupona, lazima nitakufa. Ameshika yale maneno ya mganga, anaacha kushika kile ambacho Mungu amemwambia kwamba wewe utakuwa mzima, wewe unapona. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu adui aliondoa msingi wa neno ndani ya watu, akasimamisha msingi wa maneno. Mtu yuko lazi kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi, yuko tayari hata kwenda kuanzisha ugomvi mahali, kisa ameambiwa maneno fulani kwa habari ya fulani, ameambiwa maneno fulani kwa habari ya mke wake, kwa habari ya mume wake, anakwenda na hasira juu kwa mume kwa mke, lakini hayuko tayari kusikia na kufanya kile ambacho Mungu anamwambia afanye, kwa maana hayuko tayari kusikia neno la Mungu. Unakuta kwamba mtu
kwenye umbea hawezi kusinzia, yuko macho na atachangia hoja kweli. Kweli kabisa bwana, hapo kweli kabisa, yule mama fulani yuko hivi na hivi na hivi na hivi, yule mama fulani kweli bwana ni mbea kweli, kumbe na yeye ni mbea hapo hapo. Sasa yule fulani kweli bwana siku ile walipigana kweli. Akiingia kanisani sasa, likianza tu neno mchungaji ametaja tu kichwa cha somo, tayari unakuta tayari ameshaanza kusinzia hapo hapo, anasinzia mwanzo ibada imeanza mpaka imeisha. Ameenda kanisani hajambulia chochote. Nini? Kwa sababu adui amejenga msingi wa maneno ndani yake, ameondoa msingi wa neno ndani yake. Kwa hiyo ukitaka kupata kile ambacho unakihitaji kutoka kwa Mungu, lazima utoke kwenye msingi wa maneno na uingie kwenye msingi wa neno, na ukakaa ukasikiliza neno la Mungu kila itwapo leo. Kadri unaposikiliza neno la Mungu, kuna kitu kipya kinazaliwa na kuna kitu kipya ambacho wewe unakipata kutoka kwa Mungu.